Kuna mwanamke mmoja alijifungua watoto 8 kwa mpigo na wote wakaishi. Huyu anaitwa Nadia Suleman almaarufu Octomom. Mwaka 2009 huko Bellflower alijifungua watoto 8 kwa mpigo, 6 wa kiume, 2 wa kike. Majina yao ni Noah, Malia, Isaya, Naria, Jona, Makai, Josia na Jeremia. Walizaliwa mapema kupitia IVF, lakini wote walisurvive. Na hapa ndipo stori inapokuwa nzito. Kabla ya watoto hawa 8 tayari alikuwa na watoto 6, hivyo jumla akawa na watoto 14. Kesi hii ilizua mjadala mkubwa sana duniani, na daktari wake Michael Kamrava alipoteza leseni yake kwa sababu aliweka embryos nyingi sana. Leo hii watoto hao wamekuwa na wako vizuri kabisa, na wameandika historia kama kundi la kwanza la watoto 8 kuzaliwa kwa mpigo kusurvive. Sauti yangu ipo quality kwa sababu natumia DJI kutoka kwa Mr. Pixel TZ. Raisi ana miaka 93 kisha amemchagua mwanaye wa kumzaa kuwa mrithi wa nchi. Nchini Kameruni, Rais Paul Biya ambaye ameiongoza nchi hiyo kwa takriban miaka 40 amefanya uamuzi wa kushangaza sana. Amemteua mwanaye Frank Emmanuel Biya kuwa makamu wa rais, nafasi ambayo haikuwepo tangu mwaka 1972. Na sio tu makamu wa rais, pia ana nguvu kubwa kwenye jeshi. Kama rais akiondoka madarakani, basi moja kwa moja mtoto wake Frank Emmanuel Biya ndiye atakuwa mrithi wa nchi hiyo. Watu wengi sana wanaona kama ni mpango wa kifamilia kuchukua nchi hiyo au kuiendesha nchi hiyo. Swali ni moja tu, hii ni leadership ya kawaida au ni mwanzo wa urithishano wa kifalme ndani ya siasa za Afrika? Natumia DJI microphone kutoka kwa Mr. Pixel TZ. Hivi unajua kuna wanaume wengi kwa sasa wenye miaka 25 na zaidi hawajawahi kufanya kabisa tendo la ndoa. Tafiti zinaonyesha hii namba imefika kiwango cha juu kuliko kipindi chote toka dunia imeumbwa. Sababu kubwa ni maisha kubadilika. Wanaume wengi wanahangaika na pesa, stress imeongezeka sana, na mahusiano yamekuwa complicated kuliko zamani. Zamani ilikuwa ni lazima uwe na mpenzi mapema tu, lakini sasa hivi watu wanaamua ni lini waanze relationship au wasianze kabisa. Wengine wanaamua consciously kabisa, wanaamua kufocus kwenye career. Wengine wanashindwa kuingia kwenye mahusiano kwa sababu ya pressure ya maisha plus mental health. Kwa ufupi, normality ya zamani haipo kabisa. Swali ni, hii ni progress au ni tatizo linalokuja? Kwa sauti kali kama hii, tumia DJI kutoka kwa Mr. Pixel TZ. Kumbe binti wa Vladimir Putin anaishi Paris na ni DJ. Elizaveta Krigonovic mwenye umri wa miaka 21 anadaiwa kutumia majina ya Luiza Rozova au Elizaveta Olegovna Rudnova. Amehamia Paris na kufanya kazi kwenye fashion na hata udj part time. Anadaiwa kuwa binti wa Svetlana Krivonogic ambaye alikuwa mfanyakazi wa usafi na baadaye kuwa tajiri. Hii ni baada ya kuwa na affair na rais wa Urusi Vladimir Putin. Lakini flexing zake za Instagram zilipungua mwaka 2022. Wachunguzi wamemfuatilia kupitia rekodi za ndege, namba za simu na data zake za zamani, na wakamgundua hata akifanya udj huko DJ Moscow Club mwaka 2021. Kremlin wanasema hizi ripoti hazina ukweli, lakini vyanzo vya Paris vinadai kwamba anaishi Paris na anafanya harakati zake kwenye fashion na muziki, lakini akitumia fake name, jina la uongo. Kuna mwanamke mmoja alijifungua watoto 8 kwa mpigo na wote wakaishi. Huyu anaitwa Nadia Suleman almaarufu Octomom. Mwaka 2009 huko Bellflower alijifungua watoto 8 kwa mpigo, 6 wa kiume, 2 wa kike. Majina yao ni Noah, Malia, Isaya, Naria, Jona, Makai, Josia na Jeremia. Walizaliwa mapema kupitia IVF, lakini wote walisurvive. Na hapa ndipo stori inapokuwa nzito. Kabla ya watoto hawa 8 tayari alikuwa na watoto 6, hivyo jumla akawa na watoto 14. Kesi hii ilizua mjadala mkubwa sana duniani, na daktari wake Michael Kamrava alipoteza leseni yake kwa sababu aliweka embryos nyingi sana. Leo hii watoto hao wamekuwa na wako vizuri kabisa, na wameandika historia kama kundi la kwanza la watoto 8 kuzaliwa kwa mpigo kusurvive.
Sauti yangu ipo quality kwa sababu natumia DJI kutoka kwa Mr Pixel TZ. Rais ana miaka 93 kisha amemchagua mwanae wa kumzaa kuwa mrithi wa nchi. Nchini Kameruni, Rais Paul Biya ambaye ameiongoza nchi hiyo kwa takriban miaka 40 amefanya uamuzi wa kushangaza sana. Amemteua mwanae Frank Emmanuel Biya kuwa makamu wa rais, nafasi ambayo haikuwepo tangu mwaka 1972. Na sio tu makamu wa rais, pia ana nguvu kubwa kwenye jeshi. Kama rais akiondoka madarakani, basi moja kwa moja mtoto wake Frank Emmanuel Biya ndiye atakuwa mrithi wa nchi hiyo. Watu wengi sana wanaona kama ni mpango wa kifamilia kuchukua nchi hiyo au kuiendesha nchi hiyo. Swali ni moja tu, hii ni leadership ya kawaida au ni mwanzo wa urithishano wa kifalme ndani ya siasa za Afrika? Natumia DJI microphone kutoka kwa Mr Pixel TZ. Mwanamke mmoja akamatwa na bangi ya milioni 130 nyumbani kwake. Hii imetokea Jimba, Kilifi County, ambapo polisi wamefanya operation ya kushtukiza katika nyumba moja. Ndani ya hiyo nyumba walikuta furushi kubwa la bangi likiwa limehifadhiwa kwa ustadi mkubwa sana. Thamani yake ni zaidi ya milioni 130 za Kitanzania. Mwanamke huyo mwenye miaka 39 alikamatwa papo hapo na kwa sasa amefikishwa mahakamani akisubiri kusomewa mashtaka yake, ambapo ni makosa ya possession na trafficking. Na hili si tukio la kwanza kwa Kenya. Serikali ya Kenya imeanza kufanya crackdown kali sana kukamata madawa ya kulevya. Swali ni hili, hii biashara inaendeshwa na nani haswa nyuma ya pazia? Na kwa nini watu wanaendelea kuhatarisha maisha kwa pesa za haraka? Hivi unajua kuna wanaume wengi kwa sasa wenye miaka 25 na zaidi hawajawahi kufanya kabisa tendo la ndoa. Tafiti zinaonyesha hii namba imefika kiwango cha juu kuliko kipindi chote toka dunia imeumbwa. Sababu kubwa ni maisha kubadilika. Wanaume wengi wanahangaika na pesa, stress imeongezeka sana na mahusiano yamekuwa complicated kuliko zamani. Zamani ilikuwa ni lazima uwe na mpenzi mapema tu, lakini sasa hivi watu wanaamua ni lini waanze relationship au wasianze kabisa. Wengine wanaamua consciously kabisa, wanaamua kufocus kwenye career. Wengine wanashindwa kuingia kwenye mahusiano kwa sababu ya pressure ya maisha plus mental health. Kwa ufupi, normality ya zamani haipo kabisa. Swali ni, hii ni progress au ni tatizo linalokuja? Kwa sauti kali kama hii, tumia DJI kutoka kwa Mr Pixel TZ. Kama unakula nyama ya nguruwe, upo hatarini. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kwamba nyama ya nguruwe isiyoiva inaweza kuwa na minyoo aina ya Taenia solium ambayo ni hatari sana kwa mwili wa binadamu. Minyoo hii ikiingia mwilini inaweza kuenea kwenye misuli, macho na hata ubongo. Matokeo yake ni ukungu wa misuli, kupoteza uwezo wa kuona, kifafa na hata kuchanganyikiwa au kichwa kujaa maji, hydrocephalus. Watu hupata maambukizi haya kwa kula nyama ya nguruwe isiyoiva, na hata kama inaonekana safi na yenye ladha nzuri, bado unaweza kuwa hatarini kama haijaiva. Suluhisho: hakikisha nyama inapikwa vizuri kwa moto wa kutosha, usafi wa jiko, na anunua nyama kutoka vyanzo vinavyotambulika. Kama unamjua mtu ambaye anakula nyama ya nguruwe mtagi hapo. Natumia DJI kutoka kwa Mr Pixel TZ, that's why nasikika cool quality. Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 19 amejifungua mapacha, lakini kila mtoto ana baba tofauti. Hii imetokea Brazil na madaktari walibaki shocked baada ya kugundua ukweli huu. Baada ya kufanya vipimo vya DNA, iligundulika kwamba kila mtoto ana baba yake tofauti kabisa. Hali hii inaitwa heteropaternal superfecundation. Inatokea pale ambapo mwanamke anatoa mayai mawili kwa wakati mmoja, halafu kila yai linapata mbegu kutoka kwa wanaume tofauti. Ni tukio adimu sana duniani, lakini kisayansi linawezekana kabisa. Hii inaonyesha jinsi gani mwili wa binadamu ulivyo complex kuliko tunavyoufikiria. Sasa jiulize, kuna mambo mangapi duniani yanayoonekana impossible lakini yanawezekana? Natumia DJI microphone kutoka kwa Mr Pixel TZ, anapatikana Ubungo Mawasiliano. Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 19 amejifungua mapacha, lakini kila mtoto ana baba tofauti. Hii imetokea Brazil na madaktari walibaki shocked baada ya kugundua ukweli huu. Baada ya kufanya vipimo vya DNA, iligundulika kwamba kila mtoto ana baba yake tofauti kabisa. Hali hii inaitwa
Heteropatenal superfecundation inatokea pale ambapo mwanamke anatoa mayai mawili kwa wakati mmoja, halafu kila yai linapata mbegu kutoka kwa wanaume tofauti. Ni tukio adimu sana duniani, lakini kisayansi linawezekana kabisa. Hii inaonyesha jinsi gani mwili wa binadamu ulivyo complex kuliko tunavyoufikiria. Sasa jiulize, kuna mambo mangapi duniani yanayoonekana impossible lakini yanawezekana? Natumia DJI microphone kutoka kwa Mr. Pixel TZ, anapatikana Ubungo Mawasiliano.